tofauti na wengine vile Biblia inataka. Sasa tutafungua makanisa lini? Juzi nikasema ajitengae na wenzake, hutafuta matakwa yake mwenyewe na wala Mungu hayuko pamoja naye. Ukijitenga na wenzako, usipokusanyika na wenzako, yamaanisha uko unatafuta matakwa yako mwenyewe. Uko unatafuta matakwa yako mwenyewe. Leo nimejisikia nikuambie hiki. Rudia. Ulibatizwa ukapita na sahau. Ile kuingia tu kwa maji ukasahau. Kanisa huwezi kanyaga tena. Ulipopata tu kazi employed like this, full time wanakuambia you've got full time, done. Kazi inaisha. Unakuta hata wengine hata na siku zenye wanaweza kusakrifia kwa Mungu wanazitafuta iko mashift. Siku yenyewe unapasha kwenda kumuomba Mungu. Mkristo ambaye alikuwa anakaa kwenye kiti kila siku kwa napiga magoti unalia. Mpaka wengine wanaambiwa waruke juu hivi, unasikia aseme aruke juu, aseme aruke juu. Niko nataka kuongea hivi. Kwenda kanisani, nilikwambia niko na pointi zenye nimeweka pale kama 4. Nataka ndazileta ili tuweze kujadiliana. Je, ni hizi ndio zinafanya watu waingie kanisa? Ni hizi ndio zinafanya watu wasiingie kanisa tena? Tunatumika, yes. Leo hiyo kazi yako ikikuishia, hautaenda kanisa. Utakuwa nenda shinda kanisa ukipiga magoti. Ana alikuwa anashinda muhekalu iko naomba Mungu. Mpaka siku aligeuza sistemi ya maombi. Ndio akabarikiwa, akapata. Kwa sababu alikuwa anataka apate mtoto juu amkomeshe Penina. Lakini wakati alikuja geuza maombi kujua kwamba niko na hii ni ya Mungu. Napasha niombe huyu mtoto atamfanyia Mungu. Mungu akambariki. Wewe uliomba, Mungu amekubariki, umepata kazi nzuri, umetumika vizuri, uko natumika, lakini unajinyima hata siku ya Mungu kukusanyika na wengine. Kusanyikeni na watakatifu wengine. Unaanza kucreate vitu zako. Sunday ndio wakati sasa wewe unaikala sasa ku TV. Sunday siku ya kanisa ndio siku wewe unaikala ku television. Uko naangalia Nigeria movie. Ndio wakati sasa na wewe unaingia mitandao. Sunday wengine wako wanaabudu wako kwa mtandao. Uko nafanya nini? Rudia kwenye uliangukia. Hii Biblia hii ndio inakataka kila mahali. Hii ndio itatuhukumu. Hii Biblia tuko na ndeta kwa hukumu yetu hii. Reasons zimekuwa nyingi, sababu zimekuwa nyingi. Do we need to have many reasons? Je, tunahitaji reasons kusema tuende tuingia katika kanisa? Tukusanyike na wengine, watakatifu wengine. Tukusanyike pamoja na watakatifu wengine. Sasa wanakuambia, juzi tulikuwa na mchungaji hapa Pastor John, tukasema juu ya busu takatifu. Utapatia nani busu takatifu? Wewe mwenyewe ukusanyiki na wengine. Utapatia screen ya simu ama ya kamera yako bizu takatifu. Maana hii ni one way. Nikiwa niko naongea hivi, sijui hata kama mnaniangalia, sijui hata kama mliwacha tu mkaweka pale, sijui. How do I know? Because sina feedback. Hata sasa mtu akikubali kumpatia Kristo maisha yake, je, nitaomba lakini je, nitajua aje nimepata, amepona? Sitajua. Lakini ukiwa ndani ya ibada, mkikusanyika na wengine, kuna maombi ya pamoja. Kuna vitu fulani zinawafanya pamoja, zinawapatia uzito fulani ili muweze kukusanyika pamoja. Lakini jambo la kushangaza siku hizi, Wakristo wa siku hizi, everybody does what they feel. Mkristo mzima ulikuwa naomba, Mkristo mzima ulikuwa napiga kabisa mpaka watu wakikuona wanasema Yesu, utukufu naisha. Na utukufu umepotelea wapi ndugu mpendwa? Brother, sister yangu, uko wapi? Umepotelea wapi? Kaka yangu, umepotelea wapi? Mbona realite zimekuwa nyingi katika ulimwengu? You can't convince me kuanza kuniambia kuna reason za kwenda makanisa. There is no reason, it's an obligation. You have to go and gather with other people. Kanisa unapashwa uende kutanane na wengine. Wacha personal things zako. Juu mimi na wewe tuelewani, then you don't have to go to church. That's wrong. Because siku utaingia katika sanduku utaenda peke yako.
Na ninashangaa sasa wakati mutakufa, mnataka mapasteri wanani wakuje wawaombe, waanze kuimba manyimbo, waimbaji nyimbo za wokovu zianze kuimbwa. Hakuna mahali utabelong. If you don't belong to any church, hakuna kanisa linaweza kuhudumu na wewe kwa sababu you are not nowhere. Hauna mahali kwenye unapatikana. You are not anywhere. Ufanye huduma zako wakati hauna mahali kwenye upo. Ni bure tu. C'est le soir qui détermine nos origines. Acha nilete tu mfano ulio karibu wa kanisa. Uko wa Philadelphia. Okay? So unasikia uko mshirika wa Philadelphia. Hata kama mimi nikitoka hapa nende nihubiri Kongo, nikitoka hapa nende nihubiri Kenya, nikitoka hapa nende nihubiri Kampala, nikitoka hapa nende nihubiri France, niende nihubiri Marekani, mbele ya yote nikianza kuongea nasema mimi ni Mkristo wa kanisa la Philadelphia na mchungaji wangu ni Pastor Theo. Hiyo itakuwa ni mojawapo ya kitambulisho kwanza cha kuweza kunichukua. Hautaenda ufike pale uanze kusema mimi ni mchungaji ama mimi ni muinjiliste wa Facebook ama wa YouTube, mimi ni Mkristo wa Twitter, sijui mimi nakuanga nahubiri maneno yangu kunini. It's nothing. They want to know your background. Who do they gonna contact? Watajua nani ushuhuda wako. Kuna vitu wengine watu tuko tunashidanganya na ni moja hapa ya reasons zenye zinafanya watu wasiende makanisa. Kwanza kuonyesha huyu sio mchungaji wangu. Mchungaji wangu yuko Afrika. Sasa mimi nilibatizwa kwa Sepaki. Na Sepaki unajua kuna wachungaji ngapi? Wengi. Hata maybe Reverend Pastor hakujua wake. Sasa utasema mchungaji yako ni nani? Tujaribu kubadilisha system. Kanisa tulijipiga vifua. Mimi nikifika kule nitatumika neno la Mungu, hakuna mtoto, nitafanya muimbaji mzuri. Unasema nikifika kule nitapiga maproduction, video zitatoka za mimi. Ukifika hapa swata. Sasa kama uendi kanisa, utapata utukufu wa kufanya video wapi? Utapotea, tujua hauna rasine. Hakuna shina. Mtu huanga na shina, mtu anakuwa na shina kwenye iko. Unaona? Hawezi tu Mkristo from nowhere, Mkristo wa hewa tu. Mkristo mwenye hata kusanyika na wengine, uko Mkristo gani? Mimi nikwambia acha nikupatie reason. Nitakupatia reason ziko hapa. Niko na reason zenye nimekuwekea. Niko na reason kama 4. Ikiwa utakuwa na ya 5 utaniambia. Lakini zangu 4 ndio zenye nataka kuangalia kwanza. Hizi 4. Tutaenda. Tunaanza na reason moja. Nikwambia nikimaliza kupatia hizi reason, unaweza kupiga simu ama unaweza kucomment. Unaniambia baba, mimi reason ninatuma mimi siende kanisa ni hii. Ndio nataka kujua. Reason yangu ya kwanza, nilisema reason yangu ya kwanza ni number 1 ndio hii. Je, ni kazi ndio inafanya tusijumuike na wengine? Ni juu ya kazi. Ni kazi ndio inatufanya tusijumuike na wengine? Hili ndio swali niko nataka uweze kunijibia. Eske kazi inaweza kukufanya usijihusishe na wengine? Juu uko busy na kazi zako. Nauliza hilo swali. Je, ni sababu ya kazi? Ndio sababu hatupatikanaki. Nilikwambia usinipigie saa hii. Ukuje unipigie baadaye nikimaliza kukupatia zile mapointi niliweka. Je, ni kazi ndio natuma hawezi kusanyika na wengine? Yamaanisha kwenye ulikuwa kumakambi, ulikuwa boring, haukukuwa na kazi. Ndio sababu ulikuwa unajipata huko mkanisa unahubiri, unaimba, unasifu, unalala mpaka mkanisa. Juu ulikuwa haukuwa na kazi, ilikuwa idleness. Wandugu tujibadilishe kidogo. Ile kanisa lilikuwa linajaa 5000 personnes. 800 personnes kwa Sunday moja. Sasa ile Sunday ukifika Ulaya ndio tulitarajia sasa ifike 1000 kwa Sunday. Kwa sababu Sunday mnatumika Monday to Friday busy, hata wengine Saturday. But Sunday uko wapi? Sunday, where are you Sunday? Jumapili iko wapi? Jumapili sasa nayo Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Tumika hata Saturday basi ukitaka. But Sunday wende kusanyike na wengine. Go and mingle with other people. Hatuendi kanisa juu tuende tufanye fashion show. Tunaenda kusudi tu mingle na wengine. Tunaenda tu mingle na wengine. Tukusanyike na wengine.
Lile busu takatifu ambalo tulizungumzia ndio tuweze kukutanana sasa, tuonane furaha. Kuna mtu alikuwa anafanya Zoom, anachukua kitambaa anafunika lupopi kwa kitambaa na mamiwani, kisha anafuka na mask, kisha anaweka pale. Kumbe hapa pembeni iko napiga usingisi ya hatari. Mwalimu iko nafundisha, anaona inakuja pale, anaona ndio ule. Kumbe hapa pembeni analala, iko usingisi. By the end of the day anajua alihudumu. Kumbe wapi iko kwenye usingisi na Zoom anafarsi. Sasa unamdanganya nani, mwana wa mtoto wa Mungu? Swali, je, ni kazi? Ni kazi ndio yenye. Tafadhali nilisema msiite kwanza. Msiite, mnipatie tu dakika kidogo nimalize hizi mapointi ndio mjue mtaitia, muongee comment ya nini. Nimesema pointi yangu ya kwanza ni kazi. Kisha sasa uandike pembeni, mbele ite uandike pale pembeni ili tuweze kujua ikiwa utaongea mwezo pointi zote. Je, ni kazi ndio inatuma watu hawaingie mu makanisa? Ukishinda siku moja, ulitumika Monday to Friday, haijaenea paycheck yote mzima hii. Ukishinda tu Sunday moja, ama waambie wandugu, mie Sunday nitakuja, ndaingia late, lakini ndaenda kwanza kanisa, ni hudumu na wengine, ni shiriki na wengine. Je, ni kazi? Swali ya kwanza. Swali la pili. Je, ni mtu hakuwa ameokoka kule Afrika? Tulikuwa tulipretend kuwa tuliokoka ama vipi? Hiyo ndio pointi ya pili. Ni kwa sababu hatukuwa tumeokoka ndio sababu leo tunajipata katika makanisa yenye haitufai? Swali la pili. Je, ni kwa sababu hatukuwa tumeokoka? Tulikuwa tunadanganya kwamba tunaokoka. Sasa tumefika kwenye dhahabu inapaswa kutingizwa vizuri, ingizwe kwenye moto, ndio sasa tunafika kipindi cha mzuri cha kutuchemusha, cha kutupanga vizuri. Ni kwa sababu hatukuwa tumeokoka kuanzia nyumbani, hatukuwa tumeokoka, tulifente kuokoka. Sasa tumefika Ulaya, nafasi zetu zinaonekana katika maisha. Swali la pili. Ya kwanza, je, ni kazi? Ya pili, je, ni kwa sababu hatukuwa tumeokoka kwenye kule manyumbani kwetu? Unajua, kama uko umeokoka ukifika hapa ndio utakufa kabisa wewe hae. Juu kama ulikuwa umeokoka juu ya kutokunywa kanyanga, juu ulikuwa umeokoka juu ya kutokuwa na pendana na mwanamke kwa ovyo ovyo. Sasa hapa kuko ma vrai chéri, hapa kuko ma vrai momi, hapa kuko ma vrai liqueur, hapa kuko ma vrai vin za hatari. Sasa kama haukuokoka mzuri kule kwa Afrika, ukifika hapa ndio hautaokoka kabisa. Na ndio sababu nakuta leo kanisa ziko wazi, kwa sababu watu walikuja sasa kukuta mavreli kere. Watu wamekuja kupata mavure momi, bavure sheri, babogare ba mzuri. Mtu alikuwa na hii kabambe, huu masimu wa kabambe, hakuwahi kupata WhatsApp. Sasa amefika hapa, ameanza kununua ma iPhone 13 Pro, X Pro, ma Samsung 2021. Manini ndio zimekuwa sasa ni busy on network, kwa mtandao, kwa Facebook, kwa YouTube, sijui kwa nini, kwa ndio vinye ikuweko. Sasa vile vitu vinakupotezea hata na wakati. Ulie uende kunyumba, haukukuwa na screen kunyumba, unafika sasa hapo nakuta unaanza kununua 80 pouces, 8 inches ya screen, unaweka kibambazi. Unasema kuliko niende kanisa, acha nifungule tu screen, nianze kuwatch. Kuna umuhimu wa kukusanyika na wengine. Acha nikuambie ndugu, kuna umuhimu. It's very very important to gather with other people. Kuna umuhimu. Tunaposhangilia, tunaimba, tunasifu, tunaomba maombi ya pamoja kwa umoja. Mwimbaji akaimba, utufunge pamoja kwa kamba. Atakufunga wewe mwenyewe kwa kamba ya upendo. Hawata kufunga kwa kamba wewe mwenyewe. Anakufunga wakati mko wengi, ndio anakufunga. But when you are alone, you cannot be funged. Let me say that. Huwezi fungwa, you can't. Mtu hufungwa na wengine. Watu hushikana, mtu hajishikaki peke yake hivi. Mtu anashikaka na wengine. Kamba kama ni moja na katikaga haraka. Lakini zikifungwa kamba 3 zinazungushwa hivi, unaweza kata, unaweza shinda pale no uwezi ikata. Kwa sababu kuko umoja fulani yenye iko ndani ya lile hekalu.
Tusidanganyane huko anasema si kanisa ni mwili. Kanisa ni hapa kwenye nipo. Kanisa ni hapa. Sisi wote tungesema hivyo, tungekaa manyumba. Na hakuna building ingefunguliwa. Kanisa sio building. Kanisa sio building. Sasa kama kanisa sio building, mbona klabu unatoka kwako unaenda kwa klabu unaenda kunywa pombe? Si kunywa pombe kwako tulie pale. Mbona unakunywa pombe? Unatoka unaacha kitanda yako, unaenda kukaa mklebe the whole night. Uko unacheza muziki, unaruka, wengine unaanguka chini, unasikia uko na raha. Juu ya nini huwezi nunua kale kachupo ikale kwako na ukakunywa na usikie tu uko sawa? Unahudumu. Kwa sababu kuna sababu fulani inakufanya uende ukusanyike na wengine. Kuko watu wanachile. Hawezi kununua mapombe na zikunywe kwake. Anaendaga ananunua mapombe kisha anaenda ita wenzake, ama ananunua na beba kwa mtu mwingine. Tukae hapa bana tuchile. Juu ya nini? Kwa sababu anajua yeye mwenyewe haiko, lazima kuwe na wengine. Kuna watu wengine anapasha kusanyike na wengine, njoo ajenge, akomae. Yani ile refleksio ya mitume walikuwa wanakutanana, walikuwa wanakaa pamoja mitume kwa umoja, walikuwa wanakusanyika pamoja, walikuwa na nafasi ya kukusanyika. Wacha sisi fulani iko kanisa sitaenda, huyu fulani iko kanisa siwezi enda. Problem ni nini? Kanisa ni mahali kwenye unapasha kwenda uende upumzike. Ukifika pale issue zako acha nje. Ukiingia kwenye building na wengine, angalia roho wa Mungu, angalia utukufu ulio ndani. Kanisa za zamani zilikuwa zinajaa utukufu kwa sababu watu walikuwa wanaenda na roho moja katika kanisa. Lakini leo inakuwa issue kubwa. Hizi kazi ndio zinatufanya tusimuabudu Mungu pamoja. Wandugu wapenzi, hizi $10, $18, $19 ndio zinatuma tumemsahau. Kumbuka Kumbukumbu la Torati inasema nini? Hata kama vitu vyako vikiongezeka, magari yakipangana kwa mlango yako, akaunti yako ikijaa, lakini kumbuka Muumba wako. Mkumbuke Muumba wako siku za ujana wako, miaka yaenda mbele, bado wewe utarudi mavumbini. Usisahau hiyo. Usisahau kama kuko siku utarudia katika vumbi. Matope itarudia ndani ya matope na utakosa, utajiuliza I wish ningekuwa hata napata nafasi kwenda kuingia kanisani. Utalia hata ningejua hata nikusanyike na wengine. Kuna nguvu katika kukusanyika na wengine. Ndugu mpendo, kuna nguvu. Maybe wamoja wetu kama sisi tulishaacha, tungekuwa tushaacha hata mambo ya Mungu. Kwa sababu acha nikwambie, imani huja kwa kusikia. Wakati hausikii mambo ya Mungu, you can't be there anymore. Wakati unakuwa busy tu, makazi zako busy, yani kile kitu kinakuingia ni mkazi. Tukienda unalala umechoka huko, unalota tu kazi, unanguruma ni kazi, hauna nafasi na Mungu. Itakuja bakia ni formalite tu, ukubako wanakuona tu na bakia tu pale, unakuwa kama kimbembembembe tu, kinabakia tu pale, wako wanakuona tu na aparetri, lakini ndani haumo tena. Roho wa Mungu alishaondoka zamani. Tubadilike, tukusanyike na wengine. Wakati Yesu Kristo alikuwa anataka kuondoka kwenda juu mbinguni, aliambia wa mitume namna gani? Aliwaambia kila mtu aende akae nyumba yake, nitakuwa nakuja na visite kila mtu kwake. Hakusema vile. Alisema enendeni Yerusalemu, mkusanyikeni pale ndio nitawapata. Ninataka kuwapata mkiwa kwenye kundi. Sio aseme enda kwako baleki wewe ndio ukae nyumba yako, mimi ndakuja pale ndakupata pale. That's wrong, totally wrong. Tukusanyike na wengine, watakatifu tukusanyike na wengine. Tuache madefense, marezo mingi za kwanza kujionyesha kwa nini niende kanisa? Sio lazima niende kanisa. You are doing wrong. This is the reality. Uko unafanya makosa. Kumbuka wakati hauendelei kuhusika na vitu vya Mungu, na ndio vile uko nenda unatoka tu. Uko nenda unatoka. Kesho unakuwa nothing in you. Utakuwa 0 hamna kitu ndani. Utajipiga tu kakifua kwani lazima niende kanisa? Kwani niende kanisa? Lazima niende kanisa. Hauendi kanisa kwa sababu umekosewa na kitu tayari, umepotelewa na kitu. Mtu ana opportunity anashinda tu kunyumba. Mtu tu anashinda. Watu wako wanahudumu, wengine wako wanafanya hata makazi. Mtu yuko mkazi, anasikia kukosa kanisa, anasikia kuna kitu amekosa.
Mpaka anatafuta siku hizi mitandao, anatafuta ibada ilikuwa aje. Anauliza mchungaji leo ibada ilikuwa aje? Sikuonekana, lakini mchungaji ibada ilikuwa aje? Mimi acha nikwambie, sijitapi. Mimi naendaga kukazi Wednesday. Tunakuwa na Bible study, lakini ninajua kwenye wanaishia mpaka sasa. Naweza kuambia wako katika kitabu cha Chronicles, mambo ya nyakati. Wako mchapitire 10. Na sikuwa na attend, lakini ninajua wako wapi, kwa sababu ninakuwa na muda wa kuita mchungaji na muuliza mchungaji, kulienda aje leo? Mafundisho ya Biblia ilikuwaje? Mumefikia wapi? Na mimi nachukua na muda napitia kile kitabu kwa free time yangu, napitia tena ili kesho nikiulizwa naweza pita najibu, kwa sababu niko kwa page na wengine. Lakini Wakristo wa siku hizi alishapata kakazi na kajinyamanzia yake. Sasa akili sasa ni kulala, kuamuka ni job. Overtime unanipatia, naenda na chapa, na kuja nyumbani nimechoka, mitepe. Mpaka nashindwa hata kulamuka Sunday kwenda kanisa. Bisi na kuacha, ukiangalia saa 5 kanisa inaanzaka. Ningali mkitanda, hapana sitakuwa yako. Inakuja fika reason unaacha kazi ya Mungu juu ya nini? Unaona? Ni kama vile ndoa inaenda na bomoka pole pole. Anakuonesha haka leo, kesho anakuonesha haka kesho hivi. Pole inaenda na toboka pole kisha inakuja fika baada ya pui. Ilianza kutoboka pole. Na mtu akianza kuacha, kuko vitu vingi vinafanya watu wasikuje makanisa. Madhambi ziko mingi. Tuko tunafanya madhambi, tunaona tunajiogopea. Mimi mwenyewe niko nasimama kwa madhabahu ndio nafanya hii kitu. Niko nafanya hii michezo na banione. Kumbe njia ya mzuri nijitoe kwanza kwa madhabahu, ndio nipate katuruka kwa kanafanya. Vile mchungaji Aaron alisemaka. Juu baleke mimi nataka kujioa yangu bibi wa pili, nasema sasa hapa mchungaji Theo mimi nakata kwanza hii mguu ya madhabahu. Juu nipate bibi wa pili. Juu haita ni affected juu kama siko kwenye madhabahu katika uongozi wa kanisa. Tukusanyike kanisani na wengine wa ndugu watakatifu, tusalimiane, salimia watakatifu. Sasa kanisa la Korinthi likakuwa liko pale. Kanisa la Philadelphia likawa wapi? Laodikia. Hizo makanisa zote zenye zilikuwa zinadaiwa katika neno la Mungu zilikuwaka, kanisa zilikuwa. Leo sianze kutupatia mafundisho kusema kanisa sio lazima uende kanisa. Kanisa zilikuwa zina existe. Na kulikuwa umuhimu wa kukusanyika katika kanisa. Leo unaweza kutupatia Kiswahili mrefu. Reason zako, problem zako ni zako. Your own problems. Usiletee watu kwanza kusema sio lazima uende kanisa nini. Hizo ni zako, your own issues. Don't bring to people. Go to church. Kanisa lazima uende uattend kanisa na wengine watakatifu wengine. Mshiriki, muimbe pamoja. Kuna upako unashukaka ambao unahitaji watu washuke. Huu upako sio wao mwenyewe. Ni upako utukufu. Angalia kanisa la Daudi. The Temple of Jerusalem. Neno la Mungu nakwambia upako ulikuwa unashuka ndani ya kanisa. Upako unashuka ndani ya watu. Yesu, tusamee. Nilikwambia pointi ya pili ni kwa sababu watu walitoka Maafrika hawakuwa wameokoka, walikuja kutudanganya kama ni waokovu, lakini hawakuwa wanaokoka. Usidanganyishie nini haukuwa unaokoka. Ulitudanganya kama unaokoka, lakini haukuwa unaokoka. Ulikuwa naomba juu ya hali fulani. Ufunguliwe kanjio jiende yako Marekani, ufunguliwe kanjio kuja yako Canada, ufunguliwe kanjio uende yako Australia, ufunguliwe kanjio uende yako England. Katisha funguka susha apata vyo nahitaji, vingine vyote havina. Nasikia? Usitudanganye kama ulikuwa naokoka. Juu mwenye alikuwa naokoka, mwenye alimkubali Kristo kama Kristo, hawezi shinda kanisa. Never. Hawezi shinda kanisa. Kwa nini wazungu wanajaanga kanisani? Na ndio wazungu, na ndio wenye makazi. Sasa mwenye kazi anaikala kwa nyumba, wewe ndio unaenda mtumikie. Yeye anapumzika, anamwabudu Mungu, anamsifu Mungu, wewe na wewe uko busy unamfanyia kazi. Acha nikwambie, katika ministries, unajua Magdalena? Mnaelewa historia ya Mary Magdalena? Dada yake na Lazaro. Unabaelewa vizuri. Kila mtu alikuwa na represent nani yake, kazi yake. Kuna yule alikuwa busy kwa machakula. Na kuna yule alikuwa busy anakaa karibu na Kristo, yuko nasikiza venye Yesu yuko nasema. Kuna maneno Yesu aliwaambiaka. Kila mtu alimwambia, wewe unafanya kwa ajili ya mwili.
na wewe unafanya, lakini kulikuwa yule alikuwa bora kuliko mwingine. Acha nikwambie, kwenda kukusanyika na wengine kwenye hekalu ni ya maana sana. Na ndio sababu ukizaa mtoto wanakuambia umpeleke wapi? Hekaluni. Sasa wewe uzazaa mtoto na mwachia mnyumba. Kwa nini unampeleka hekaluni kama wewe unataka kukusanyika na wengine? Jua nini unampeleka kule uende wa muombe? Suite mchungaji akuje muombea kwako. Lakini unambeba wapi? Madhabahuni. Waende wa muombe. Tujirudie ndani, tuache kurudisha maneno ya Mungu, tuache kupunguza maneno ya Mungu. Tuko tunapunguza neno la Mungu, haiko vile. Kama uko na problem zako, your own issue, not attending the church, but don't say you don't have to go to church. It's a command, you have to go. Worship me the Lord. Hiyo nilikwambia ni point ya kwanza. Je, ni makazi? Ndio ilikuwa point yangu ya kwanza. Je, ni hii majobe tunachapa ndio inatufanya leo tunatoka mkazi mvitu vya Mungu? Tulikuwa viongozi wa maombi, tulikuwa viongozi wa mama, tulikuwa viongozi wa mainjili, tulikuwa viongozi sijui wa papa baba nani. Hatuingii kanisa tena juu ya makazi. Busy 24 hours. Hatuja kataa usitumike kazi. Hiyo ni sababu ya kwanza. Sababu ya pili, je, ni hii mtu hawakuwa wameokoka? Je, ni moja wapo ya reasons zinatuma watu wasiingie makanisa kwa sababu hawakuwa wameokoka? Jambo lingine la pili ama la tatu. Jambo lingine, je, ni kuchoka tu? Ni michoko? Tusaidiane. Je, ni mchoko ndio unatuma hauingii mkanisa? Unatoka mkazi umetepeta, umechoka, uchafanya makazi zako. Je, ndio zinakufanya usiingie mkanisa? Ukishakuja umepondeka na umeshachapwa chapwa. Je, ndio yenyewe nakufanya ile kuchapwa chapwa yako usiende mkanisa? Tusaidiane ukweli. Je, hii kuchapwa chapwa na michoko ya kazi ndio inakufanya unashindwa kuattend church? Na kama ndio inakufanya ukose kwenda kanisani, basi jitahidi kuangalia wapi kwenye uko unafanya mistake. Kukusanyika na wengine ni kwa maana sana. Ni haya uko nakuta kanisa za leo, watu watatu mkanisa, watu wawili mkanisa. Na sio hata aseme ni kanisa hili tu, makanisa zote za Waafrika zote. Juu ya nini? Realite zimekuwa nyingi. Realite, mimi baleke juu sitaki kwenda kanisa naanza kupatia rezo. Kwani kanisa ni nini? Kanisa si ni kinyumba tu. Kwani kanisa? Wewe kanisa hivyo ndio unaanza kugeuka. Attention na kukufuru. Uko na kufuru. Utaadhibiwa sana. Neno la Mungu linasema kwamba utaadhibiwa kwa sababu uko na kufuru. Uko na blaspheme. Ulikuwa naendaga kanisa siku zote, ulikuomaa katika kanisa, uligrow up katika kanisa. Leo unaanza kusema kanisa ni nini? Kwani you are blaspheming. Na dhambi ambayo Biblia inasema haitasamehewa ni hiyo kukufuru. Uko na kufuru. Kukufuru ni nini? Acha nikuexplain kama hujui vizuri. Kufuru ni kile kitu kenye ulikubali kisha baadaye unaanza kukikataa tena mbele ya watu. Ni kama vile wanakuambia unashidai uko Mkristo, sasa tunakuchinja. Kubali kama Yesu ni mwokozi. Unasema hapana, Yesu sio mwokozi. Nilikuwa napiga tu nijipigia yangu maisha, lakini Yesu hakuagi mwokozi. Umekufuru direct. Ama unaingia pale unaanza kutabiri, unapiga utabiri. Mungu anasema sijui hivi unapiga zile. Kisha baadaye unakuja usema unajua nilikuwa na wadanganya. Vile nilikuwa nasema ni bongo. Hiyo ndio kukufuru. Na hiyo dhambi nasema haitasamehewa. Uko na kufuru. Umekomaa katika misingi ya kanisa, ukielewa kanisa ni nini. Leo nakuja hapo naanza kutuprove kanisa sio kitu. Hata niende uko wewe sema tu uko busy na shughuli zako za maisha. Usidanganye aseme kwani wanasema wapi lazima tukusanyike pamoja. Uko busy na maisha yako. Sema tu I don't have time. Pointi yangu ya mwisho. Mbele nifungue sasa laini ya simu. Pointi yangu ya mwisho ambayo niko nataka kukupatia. Pointi yangu ya mwisho ni hii. Je, ni hiki kitu ndio kinatuma hatuendi makanisani? Tuangalie. Kitu kenye kinatuma hatuendi makanisani. Je, acha niwaambie tu. Je, ni bills?
Je, ni mabills ndio zinatuma hatuingii kanisa ama vipi? Tuambiane ukweli, Chambule cha Kiande. Tuelezane ukweli. Je, ni bills ndio zinatuma hatuendagi tena mu machache? Juu nikishinda kanisa $1 sitaipata. Nikienda kanisa sitafaidika. Swali ni kwamba, je, ni bills? Ni mabills ndio zinatuma hatuendi kanisa? Kwa sababu uko napiga hesabu, niko na simu ya kulipa, niko na gari ya kulipa, niko na nyumba ya kulipa, napasha kufanya kitu kwetu Afrika, napasha kutumia washangazi zangu pesa, napasha kufanya hiki hivi. Je, swali ni kwamba, je, ni hizi bills ndio zinatuma? Ni hizi mabili za kulipa ndio zinatuma tumeacha na makanisa? Tusaidiane. So hizo ndio pointi zangu 4. Ndakufungulia simu sasa ili ukiwa na wakati utupigie tusikie maoni yako ama contribution yako yenye utakuwa umetupatia. Ikiwa ni bills